Mwingine tena tunaenda kwenye uchaguzi tukiwa bado hatuna uhakika wowote kwamba kutakuwa na haki na misingi ya demokrasia itaheshimiwa na kuzingatia. Sisi tumeamua kuingia kwenye uchaguzi huu tukiwa na ari ya kimapambano, na ari yetu ni kuendelea kulinda thamani ya kura na kuhakikisha ustawi wa wananchi wa Tanzania. ACT Wazalendo tunaendelea kusisitiza kwamba hatutaki fedha hizi zitumike kuumiza wananchi, hatutaki fedha hizi itumike kupora maamuzi ya wananchi. Tunataka uchaguzi huru wa haki ambapo vyama vyote vitapata haki sawa na uwanja sawa wa kueleza wananchi nini cha kufanya bila bugdha. Tunasisitiza na kueleza kwamba haya yanaitwa mabadiliko ya sheria ya Tume ya Uchaguzi hayaridhishi na hayatoi nuru na mwanga wowote wa kuchochea mabadiliko ya kweli yatakayohakikisha kwamba unafanyika uchaguzi huru, haki na wenye kuaminika. Hivyo, ACT Wazalendo tunaendelea kusisitiza madai yetu 6 kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Mosi, tunataka makamishna wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa ushindani. Tume iitishe mchakato wa usaili sasa kama inavyotamkwa kwenye sheria. Pili, tunataka wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi kwenye majimbo. Tume iajiri watumishi wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi. Tatu, mawakala wafanye shughuli zao bila kubugudhiwa na wasizuiwe kwa namna yote ile. 4, wagombea wote wasienguliwe. Wananchi wapewe nafasi ya mwisho kuamua viongozi wanaowataka. 5, pasiwe na kura feki. Fedha zetu kama nchi zitumike kuchapisha kura halali na zisitumike kuchapisha na kupitisha kura feki vituoni. Tumeona uchaguzi wa 2020, tumeona uchaguzi wa serikali za mitaa wa 2024, namna ambavyo vituo vyetu vilikuwa vina kura feki nyingi kupita maelezo. Na mwisho, tunataka vyombo vya ulinzi na usalama visiingilie mchakato wa uchaguzi. Viendelee kutekeleza majukumu yao na visitumike kama mbeleko ya kuibeba serikali ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu ulioko mbele yetu. ACT Wazalendo tunatoa angalizo na onyo kwa serikali kutojihusisha na matendo yanayolenga kupora na kukiuka haki zetu katika uchaguzi huu. Tunasema Tume ya Uchaguzi sio mali ya CCM na fedha za umma hazipaswi kutumika kukibeba Chama cha Mapinduzi, bali kutenda haki iliyokusudia. Tunaendelea kuwahimiza Watanzania kutoka kila sehemu kutumia makasiriko haya, manunguniko haya dhidi ya Chama cha Mapinduzi, kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura na kulinda kura. Na tunaendelea kudai maboresho kuhakikisha kwamba tunapata chaguzi huru, haki na zinazoaminika. ACT Wazalendo tumejizatiti safari ya kuongoza mapambano ya kulinda demokrasia na kukabiliana na uhuni wowote wa Chama cha Mapinduzi na wadau wake. Tunaomba wananchi wote tuungane na tuoneshe mshikamano katika kuondokana na ufedhuli wowote wa serikali ya Chama cha Mapinduzi ambao inatudumaza kiuchumi, inatufubaza kijamii na inatuchakaza kisiasa. Tuungane kuukataa uhuni, tuungane kupiga na kulinda kura zetu. Mwisho, kwa ujumla, bajeti ya mwaka 2025-2026 itapelekea maisha ya mwananchi wa kawaida kuwa magumu zaidi kwa kuwa gharama za maisha zinaendelea kupanda na kipato kinaendelea kupungua. Sera
za bajeti zimeshindwa kutazama bajeti kama nyenzo, na badala yake imekuwa ni nyenzo tu ya kukusanya mapato na kuyatumia. Chama cha ACT Wazalendo kimetekeleza wajibu wake wa kuonesha matundu na anguko kwenye mfumo wa bajeti ya mwaka 2025-2026 na kuonesha namna bora inayoweza kuleta unafuu wa maisha ya Mtanzania. Ni dhahiri kuwa Mtanzania wa kawaida hajapata unafuu wa maisha, na badala yake bajeti hii imeongeza machungu. Sisi tunasema, tumeita kwamba hii mambo ni yale yale, na tunasema hii ni bajeti ya ulaghai. Asanteni kwa kunisikiliza. Nakaribisha maswali.